Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Mengi yamebadilika tangu mazungumzo ya mwisho ya Istanbul yaliyofanyika mnamo 2022 na masharti ya amani ya Moscow wakati huu yataakisi hilo. Seneta wa Urusi anasema, nadhani hali zetu pengine zitakuwa ngumu zaidi kuliko Machi na Aprili 2022. Hali imebadilika sana tangu wakati huo, kwani Urusi imepata maeneo mapya ambayo yamekuwa sehemu ya shirikisho la Urusi. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amejadili matarajio ya suluhu la Ukraine na mawaziri wa mambo ya nje wa baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya na Ukraine. Wizara ya mambo ya nje imesema Rubio alizungumza na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas na mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Ujerumani, Poland, Uingereza na Ukraine. Viongozi hao walijadili njia ya mbele ya kusitishwa kwa mapigano na njia ya amani nchini Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kremlin mapema Mei 11, Rais wa Urusi Vladimir Putin alialika mamlaka ya Kiev kuanza tena bila masharti yoyote ya awali mazungumzo ya moja kwa moja waliovunja mwaka wa 2022. Vile vile, zaidi ya wakazi 20 wa mikoa ya Urusi wamejeruhiwa na 6 kati yao wameuawa katika mashambulizi ya Ukraine wakati wa usitishaji wa siku 3 wa vita uliotangazwa na Urusi kabla ya sherehe ya Mei 9 za ushindi. Balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi huko Laja, Roden Miroshnik, anasema hayo yakiendelea, wanajeshi wa Urusi wamepanua eneo lililo chini ya udhibiti wao katika mkoa wa Kharkov kwenye mstari wa mbele wa zaidi ya kilomita 30. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anathibitisha. Vile, katika wiki iliyopita raia 70 wakiwemo watoto 6 wamejeruhiwa katika baadhi ya mikoa ya Urusi kwenye mashambulizi ya Kiukraini ambayo yalisababisha watu 21 kuuawa. Roden Miroshnik, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, anasema hayo yakiendelea, askari wa kitengo cha Alekskaya Motorized Rifle Brigade cha kituo cha vita wameharibu idadi kubwa ya vifaa vya kijeshi vya Kiukraini pamoja na magari ya kivita na drone wakati wa ukombozi wa kijiji cha Kotilarovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema. Taarifa hiyo ilifuatia tangazo la wizara mnamo Mei 12 kwamba vitengo vya kikundi cha vita vilikomboa kijiji. Kulingana na wizara hiyo, vikosi vya Ukraine viligeuza kijiji hicho kuwa eneo lenye ngome kubwa na mfumo wa ulinzi ulioendekezwa, matuta mengi na sehemu za kurusha risasi zilizofichwa katika maeneo ya misitu. Vile, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza hazitaki mzozo wa Ukraine umalizike, hivyo wanaendeleza sera ya kuufanya udumu kwa muda mrefu zaidi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexandra Grushko anasema ni dhahiri kwamba nchi hizi zinaendelea na sera ya kurefusha mzozo ikiwa tutaondoa mazungumzo ya pande mbili ambayo wanayatumia kuunda hatua zao za kisiasa. Jambo kuu wanalotafuta ni kushindwa kwa Urusi kwenye uwanja wa vita, kutengwa kwa Urusi kimataifa, kuzorota kwake kiuchumi na mabadiliko ya serikali katika nyanja zote 4 hizi. Wameshindwa kabisa, lakini hata hivyo hii haijapunguza hamu yao kuhusu Uingereza na Ufaransa ilipoiuliza Ufaransa na kile walichotaka Ufaransa kufikia, kile walichotaka kufikia. Alisema shinikizo kwa Urusi kuhusiana na pendekezo la Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa mazungumzo ya mjini Istanbul. Ufaransa, Ujerumani na Uingereza hazitaki mzozo wa Ukraine umalizike, hivyo wanaendeleza sera ya kufanya udumu kwa muda mrefu zaidi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Alexandra Grushko anasema ni dhahiri kwamba nchi hizi zinaendeleza sera ya kurefusha mzozo ikiwa tutaondoa mazungumzo ya pande mbili ambayo wanayatumia kuunda hatua zao za kisiasa. Jambo kuu wanalotafuta ni kushindwa kwa Urusi kwenye uwanja wa vita, kutengwa kwa Urusi kimataifa, kuzorota kwake kiuchumi na mabadiliko ya serikali. Katika nyanja zote 4 hizi wameshindwa kabisa, lakini hata hivyo hii haijapunguza hamu yao kuhusu Uingereza na Ufaransa ilipoiuliza Ufaransa na kile walichotaka Ufaransa kufikia, kile walichotaka kufikia. Kulingana na Grushko, kauli za wanasiasa wa Ulaya ni ngumu kuzitolea maoni kwa sababu msimamo wao unabadilika sana ndani ya muda mfupi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile, Rais wa Marekani Donald Trump anasema iwapo kuwepo kwake katika mazungumzo yajayo ya Istanbul kutahitajika ili kuzileta pande hizo karibu na makubaliano, hata kwepa kufika huko. Alipoulizwa kama yuko tayari kujiunga na Ulaya na kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi, Trump alijibu, ikiwa nilihisi itakuwa muhimu kufanikisha makubaliano, mimi ndiye niliyesisitiza juu ya mkutano. Hawakuweza kupata mkutano kwa sababu mmoja alisema sitisha mapigano, mmoja alisema hakuna kusitisha mapigano. Walikuwa wakienda huku na huku, nikasema angalia, kwa wakati huu tulipaswa kuuzuia. Nenda tu kwenye mkutano, mkutano umewekwa, nenda kwenye mkutano siku ya Alhamisi. Sijui nitakuwa wapi wakati huo, nitakuwa mahali fulani katika Mashariki ya Kati, lakini ningesafiri kwenda huko ikiwa nilifikiri itakuwa ya manufaa. Alipoulizwa ikiwa yuko tayari kuiwekea Urusi vikwazo zaidi ikiwa Moscow haitakubali usitishaji vita wa siku 30,
Trump alijibu anahisia kwamba Urusi itakubaliana na pendekezo hilo. Pia alidokeza kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin na Volodymyr Zelensky wanaweza kuwepo Istanbul. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Jenerali wa zamani aonya Israeli imegeuka kutoka kuwa mali na kuwa mzigo kwa Marekani. Kamanda wa zamani wa jeshi la Israeli huko Gaza amesema Israeli sasa imegeuza kutoka kuwa mali na kuwa mzigo mzito kwa Marekani. Yisrael Ziv, kamanda wa zamani wa kitengo cha jeshi la Israeli huko Gaza, ametangaza Jumatatu kwamba Benjamin Netanyahu ametuingiza kwenye vita visivyoisha kutokana na migogoro ya kisiasa inayomwandama, na sasa Donald Trump anataka kuiweka kando Israeli kwa njia yake. Awali televisheni ya Israeli ilikuwa imeripoti makubaliano kati ya Hamas na serikali ya Marekani bila kushirikisha au kushauriana na Tel Aviv, na kusisitiza kuwa kwa makubaliano hayo rais wa Marekani Donald Trump amemzaba kofi waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Chombo hicho cha habari cha Israeli kimeongeza kusema kwenye ripoti hiyo kwamba kwa makubaliano haya ya moja kwa moja na yasiyo na kifani kati ya Hamas na serikali ya Marekani ya kuachiliwa huru Edan Alexander, Marekani mwa Israeli, Trump si tu amempiga makofi Netanyahu, bali pia ameihalalisha Hamas na kuipa ushindi ambao hauna kifani tangu mwanzo wa vita. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limeonya kuhusu janga la kibinadamu linalozidi kuongezeka katika ukanda wa Gaza, likieleza hatari ya njaa inayokaribia kuporomoka kwa sekta ya kilimo na kuzuka kwa magonjwa hatari, huku utawala huo wa Israeli ukiendeleza mzingiro na jinai katika eneo hilo la Wapalestina. Onyo hili linakuja baada ya ripoti ya hivi karibuni inayoonyesha kwamba idadi yote ya watu wa Gaza, takriban watu milioni 2.1, wapo katika hatari kubwa ya njaa baada ya miezi 19 ya vita, uhamishaji na vikwazo vya misaada. Kutoka Aprili 1 hadi Mei 10, 93% ya watu milioni 1.95 wa Gaza walikadiriwa kuwa katika hali mbaya zaidi ya ukosefu wa chakula. Kwa kipindi cha Mei hadi Septemba, ripoti inatarajia kwamba Wagaza wote watakuwa wanahitajia misaada, ambapo watakuwa wanakaribia mauti wapo hawatapata misaada. Mkuu wa FAO Ku Dongyu amesema kwenye taarifa kwamba jamii ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua sasa kurudisha mara moja ufikiaji wa misaada ya kibinadamu wa kiwango kikubwa. Aidha, ameonya kwamba kila ucheleweshaji unaongeza njaa na kufanya kuwe karibu na janga la njaa. FAO katika taarifa hiyo pia imeonyesha wasiwasi kuhusu kuporomoka kwa sekta ya kilimo Gaza. Wapalestina wasiopungua 33 wameuawa shahidi kwenye muda wa saa 24 zilizopita huko Gaza, maafisa wa afya kwenye eneo hilo lililo chini ya mzingiro wameripoti. Taarifa ya wizara hiyo imeongeza kuwa idadi kubwa ya waathiriwa imesalia chini ya vifusi na barabarani kwa kuwa hawawezi kufikiwa na ambulance na wafanyakazi wa ulinzi wa raia. Kwa mujibu wa wizara ya afya Palestina, idadi ya wahanga wa hujuma hizo tangu Machi 18 mwaka huu mpaka sasa imefikia mashahidi 2749 na majeruhi 7607. Haya yanajiri wakati shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA likieleza kuwa hali ya kibinadamu huko Gaza ni janga lisiloweza kufikika. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.